Uhuru wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu siku ya leo amenijalia neema ya kufika hapa katika kanisa letu la Amani ya Bulogoya, nikiambatana na mtumishi wa Mungu mzee wetu wa kanisa na mjumbe wa Sinodi mzee Daniel Ezekiel. Ninamshukuru kukubali kuwa pamoja nami katika safari hii na kwa jinsi ambavyo Mungu amenijalia neema ya kuendelea kushirikiana nami katika utumishi tukiwa kule Mlima wa Mizeituni. Ninaitwa Emmanuel Jeremia Nigula. Nimekuwa mtumishi wa Mungu, mchungaji wa African Church Tanzania katika maeneo mbalimbali. Tulikutana na mtumishi wa Mungu huko Nasa Ulima tukiwa tunasoma. Alinikuta pale akitokea Dosi ya Mara na Ukerewe, na mimi nilikuwa nimetokea Dosi ya Tabora kama alivyotangulia kusema. Nimetumika nikiwa mwinjilisti Dosi ya Tabora katika kanisa la Nyasa pale Nzega mjini. Baadaye nikahamishiwa Ikuli Tabora kwa mwinjilisti, na baadaye nilipokwenda kozi mchungaji nikawa nimehamishiwa kwenda kumtumikia Mungu kuwa mchungaji katika pastorate ya Mpanda mkoa wa Katavi kwa sasa. Nimekuwa huko, baadaye nikahamishiwa pale Tabora. Nimekuwa mchungaji hapo, na baadaye nikaamua kwenda kujiendeleza kimasomo. Ndipo tulipokutana na mtumishi wa Mungu mchungaji Mariko Msalaba. Baada ya masomo yangu nilitumwa Dayosisi ya Mwanza. Pastorate ambayo nimeanza nayo Mwanza ni pastorate ya Igalila iko Kisweru. Baadaye nikahamishiwa Makongoro, na baada ya kuwa imekatwa loko chache ya Mlima wa Mizeituni ambayo tulikuwa tunaihudumia sisi Makongoro kwa pastorate, mimi nikawa nimehamishiwa hapo kwenda kuwa mchungaji wa kwanza wa pastorate hiyo. Na kwa barua niliyopokea wiki kama moja au mbili zilizopita, na nielekeza kwamba nimepangiwa kazi ya Mungu kuja kutumika hapa Amani ya Bulogoya. Bwana Yesu apewe sifa. Ninamshukuru Mungu sana kwa jinsi ambavyo anaendelea kuwa pamoja nasi katika utumishi wetu. Mimi na mke wangu Sara, Mungu ametujalia kuwa na watoto 4, na Elisha na Faraja, Neema na Jeremia. Watoto wetu 2 wako shule ya boarding pale Simba Yuda Nasa Kulima, na yule mmoja tuko tunaishi naye huwa anasoma day, na mwingine bado hajaanza masomo. Kwa hayo machache nisahau kusema ushirikiano wa mtumishi wa Mungu huyu mchungaji Mariko Msalaba, kama alivyosema ni mtu wangu wa karibu tangu tukiwa kule. Tumetiana moyo, tumeshauriana katika mambo mengi mbalimbali. Wakati anakuja Nyabulogoya hapa kweli hakuwa anafahamu chochote kuhusu Nyabulogoya, lakini kwa tumezungumza naye nikamwelekeza Nyabulogoya iko wapi. Mimi hapa sio mara yangu ya kwanza kufika. Nilifika mara ya kwanza tukiwa na timu, tulikuwa wachache, lakini tulikuwa tunaelekea Tabora. Kipindi kila akiwepo hapo mchungaji Jafet Tengule Kafugo ambaye kwa sasa ni mchungaji msaidizi wa askofu Dayosisi ya Mwanza. Yeye na mchungaji Peter Faris wakati ule sasa ni askofu wa Mara na Ukerewe. Tulikuwa na timu moja ya kimishonari ambayo tulikuwa tunatoka kule Nasa kumpitia hapa akiwa mmoja wetu kwenda kule Tabora kwa ajili ya kwenda kufanya kazi ya mission. Kwa hiyo ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kufika hapa Nyabulogoya. Ilikuwa siku ya Jumapili, kwa hiyo tuweze kuonana na kanisa, ila tulifika hapo maombi ya asubuhi, baadaye tukaanza safari yetu ya alfajiri kwenda kule Tabora. Mara yangu ya pili kufika hapa nilitumwa na ofisi yetu ya Dayosisi kuja kusimamia changizo la ujenzi wa hostel ya Ngereka. Kipindi kila alikuwepo hapo mchungaji Baruku, asante sana. Nilikuwa natafuta ile jina la kwanza nilipotea. Alikuwepo mchungaji Levi Baruku. Ilikuwa ni mara yangu ya pili, na ndipo ambapo niliweza kuonana na washirika mahali hapa. Mara yangu ya tatu nilikuja kwenye kikao hapo cha maandalizi ya chakula cha hisani kwa ajili ya ujenzi wa jengo letu la makao makuu ambalo liko pale Makongoro. Tulikuwa pamoja na katibu wangu anaitwa Mafuru, na hapa tunaona kumbe katibu wa kanisa ni Mafuru. Kule ninapotoka Mlima Mizeituni katibu wa kanisa ile ni Mafuru. Kwa hiyo tulikuja naye hapa. Usitahangaika sana kumsahau katibu hapa, nitakuwa ninazoea hilo jina. Kwa hiyo tulikuwa naye hapa na wengine kutoka maeneo mbalimbali. Ilikuwa ni mara yangu ya tatu. Kwa hiyo sio mgeni sana hapa, na ninafahamiana na baadhi ya washirika wa hapa. Hebu wale tunaofahamiana mnyoshe mikono kama mmo kanisani leo.
Asante sana. Asante sana. Nimetiwa moyo wako kweli tunaofahamiana. Na kwa wale tusofahamiana basi tutafahamiana kuanzia hivi leo na kuendelea kwa kadri Mungu atakapoendelea kwa pamoja na sisi. Kwa mtumishi wa Mungu hivi nilimweleza kidogo machache ya hapa nayo yafahamu. Akatiwa moyo sana. Sana na amekuwa hapa na mimi nimefurahi kuwa mahali hapa kufanya kazi ya Mungu. Na hivi karibuni tulisikia habari njema hizi za ujenzi wa kanisa jipya. Tukasikia kwamba Nyagulogea sasa wanaanza ujenzi wa kanisa jipya la kisasa. Tukatiwa moyo sana. Mtumishi wa Mungu msaidizi wa askofu alitujulisha hizo habari kupitia grupu letu la wachungaji. Kwa kweli tulibarikiwa sana. Niliposikia habari za uhamisho kidogo nikastuka. Mtumishi wa Mungu tulipokuwa tukiongelea kidogo, karibu tena mchungaji akasema, "Nimesikia habari njema za hapo. Naanza kanisa na nini inakuwaje mtumishi wa Bwana?" Lakini kwa neema ya Mungu, kwa sababu ni kazi ya kupokezana kama hivyo. Nadhani tungetamani aendelee kuwa hapa afanye kazi ya Mungu hii iliyoianza. Na pengine kama anavyosema huyu mtumishi wangetamani kubaki pale tuendelee kufanya kazi ya Mungu. Lakini kazi yetu ndugu zangu, kama alivyosema hapo baba mchungaji, ni ya kupokezana. Huwa hatujui kabisa ndugu zangu. Mimi sikuwahi kuota hata ndoto kwamba nitakwenda kwa mchungaji wa Nyagulogwe hata siku moja. Hata yeye nadhani ni hivyo hivyo. Ni kitu tu kinakuja. Kwa hiyo kwa sababu ni kazi ya kupokezana, niwaombe tu tuendelee kushirikiana sisi. Itakuwepo hapo kwa muda ambao Mungu yeye amekusudia. Niwaombe tu mliko ushirikiano kwa muda ambao tutakuwa pamoja na ninyi. Na tumshukuru Mungu kwa kazi kubwa ambayo mtumishi wa Mungu ameifanya, mchungaji Mariko Misalaba na wale wengine waliomtangulia. Najua wapo walioanza mpaka kanisa hili limefika mahali hapa. Tumshukuru Mungu kwa kazi hiyo. Kazi yetu ni kupokezana, unakuja unaanzia mahali alipo ishia mwenzako na wewe unaendelea kwenda mpaka mahali ambapo utaishia. Hakuna mtu ambaye anaweza kuishi sehemu hiyo tu siku zote, hapana. Kwa hiyo niwatie moyo, tuendelee kushirikiana na Mungu wetu ataendelea kutubariki sana. Mchungaji anapokwenda, bahati nzuri pia na kweli nilitangulia kufika. Sikuwa mtumishi pale lakini nilishafika ile kanisa. Kwa hiyo pia nimempa angalau 1, 2, 3 punju, nimefika pale nimesali. Na kwa neema ya Mungu anakwenda pia mahali ambapo anapafahamu. Mama mchungaji pamoja na familia nzima tunawashukuru sana kwa utumishi wenu mahali hapa. Na tuendelee kuombeana, msitusahau. Msisahau kanisa la Mungu. Ninyi hiyo imejenga historia katika kanisa hili. Kwa hiyo mnapokwenda kule Bunju, muendelee kulikumbuka kanisa la Bwana. Ndugu zangu wapendwa, Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Nimalizie na kusema salamu za familia za kanisa zimeshaletwa na mjumbe wa Sinodi. Mke wangu amewasalimia sana. Tunapokea salamu hizo. Mungu awabariki sana na Mungu aendelee kutusimamia tunapoendelea kuishi na kumtumikia Mungu. Asanteni sana baba mchungaji, asante kwa kupatia nafasi hii.